Leo nitakuelekeza jinsi ya kujaza taarifa za mdhamini kwenye mfumo wa maombi ya mkopo wa elimu ya juu. Kwenye mfumo ukiingia, sehemu inayofuata baada ya kuwa umekamilisha taarifa zote ni guarantor information, yani taarifa za mdhamini. Kwa hiyo utajaza, kama ni baba utachagua, kama ni mama utamjaza, au kama ni mlezi uliweka utamjaza. Na mlezi hataonekana ikiwa kule juu hujajaza taarifa za guardian. Kwa hiyo baada ya kuwa umejaza, kuna sehemu inayofuata hapa, anasema enter sign OTP. Hii OTP inatokana na message atakayotumiwa yule ambaye umemchagua kama mdhamini, na kama ni baba, moja kwa moja SMS itaenda kwenye simu yake, na hapo itaenda baada ya kuwa umebonyeza request sign OTP. Baada ya kuwa umerequest itaenda SMS moja kwa moja kwenye simu yake, na utajaza hiyo OTP ambayo itakuja, kisha utaconfirm sign OTP na utaona imeandika OTP verified successfully. Kisha kinachofuata ni select identity card type. Hapa utachagua aina ya kitambulisho alichonacho mdhamini. Hapa inaweza ikawa ni national ID, yani NIDA, au pasipoti, au kitambulisho cha mpiga kura, au driving license, na Zanzibar national identity kama ni Mzanzibari. Na baada ya hapo utajaza namba, kama ni NIDA basi utajaza taarifa za NIDA kama inavyoonyesha hapo, na kisha utavalidate NIDA namba. Kwa hiyo utabonyeza hapa chini, na baada ya kuwa umebonyeza hapo chini itakuletea maswali ya kuthibitisha namba yake ikiwa ni ya kwake. Kwa hiyo kuna maswali utakayoulizwa, yale ambayo alijaza kwenye taarifa za NIDA wakati anajisajili. Ikiwa sahihi utaona inakuwekea tiki, lakini kama haitakuwa sahihi utaona imekuwekea mkasi. Na ni maswali mawili, kama atafaulu maswali mawili basi utaendelea na taarifa zingine, kama hatafaulu ataendelea kujibu maswali. Baada ya kuwa umefaulu kujibu maswali itakuletea taarifa zako kama zilivyo, na baadaye utaconfirm. Na baada ya kuwa umeconfirm itakwambia uweke guarantor photo. Utaweka passport size ya mdhamini, na kisha utasave taarifa zako kama inavyoonyesha, na hapo itakuandikia you have successfully update your guarantor detail. Kwa hiyo utakuwa umemaliza taarifa za mdhamini.